Hello, naitwa balozi wa ufalme Dr. Godwin Unewe. Wana ufalme, kuna mtu mmoja ameniuliza swali, pamoja nimejaribu kutoa tofauti kubwa sana kati ya dini na ufalme wa Yahweh Elohim, lakini kuna bado mtu anataka angalau kwa upana hivi ufalme ni nini na dini ni nini. Sasa naomba tu nifafanue kwa upana sana leo maana halisi ya ufalme na maana halisi ya dini. Sasa kwa ujumla, ufalme ni jumuiya ya kiserikali au jumuiya ya kisiasa, yani tunaita politically organized community, ndio kingdom ilivyo, na au tunaweza kusema ni himaya inayoongozwa kwa serikali ya kifalme, na mfalme au malkia ndio kiongozi wa nchi. Kwa tunaposema ufalme tunamaanisha hapa nchi yenye serikali, sio kikundi cha kidini. Na tunaweza kusema labda ufalme kwa lugha nyingine tunaweza kusema ni ushawishi unaotawala wa mfalme fulani kwa katika koloni lake. Mfalme huyu anajaribu impact kwa watu, au kuweza kuwekeza kusambaza kwa watu ile utashi wake binafsi, tunaita personal will. Ana personal purpose, kusudi lake pamoja na matakwa yake, intent, unaweza kuona. Sasa na wakati wote anazalisha ile tamaduni, maadili, sema mila na desturi na aina ya maisha ambayo mfalme mwenyewe anayataka yawe kwa watu wake, na ile nature mfalme ndio anayesambaza. Kwa hiyo na maana ni serikali ya kifalme inayofanya kazi chini ya mfalme fulani katika himaya ya kiserikali ya ufalme fulani. Huo ndio ufalme. Kwa hiyo tunaposema ufalme ni nchi, na tunaposema ufalme wa mbinguni au ufalme wa Yahweh Elohim au ufalme wa Yesu, hii ni nchi typically, sio dini, sio Ukristo, sio dini ya Ukristo, wala sio Ubudha, sio Uislamu. No, hii ni serikali, ni nchi kabisa. Kwa hiyo hilo ndio msingi, na ndio maana falme zote huwa zinakuwa na sifa kuu 11, na ufalme wa mbinguni nao una sifa hizo 11 za ufalme, kwa sababu mwanzilishi wa ufalme, serikali ya kifalme, ni mfalme wa mbinguni Yahweh Elohim. Kwa hiyo mfalme Yesu, miongoni mwa wale wenye nguvu watatu Yahweh Elohim, ndio walioanzisha hii monarchical government, serikali ya kifalme. Na ndio maana ili ujue kama ufalme ni nchi, nao pia una vitu vitatu, na wao ndio waanzilishi wa ufalme wa serikali ya kifalme. Ufalme wote, sifa ya kwanza kunakuwa na mfalme. Unaposikia mfalme sio jina au title fulani ya watu kujiita, lakini yeye ni cheo cha kiserikali, ni political leader. Umeona? Ndio maana hakuna ufalme, ndio maana ukiitwa mfalme, ukiwa unaitwa mfalme, maana yake lazima uwe na koloni unalotawala. Yani kama huna koloni unalotawala, maana yake huwezi kuitwa mfalme. Na ndio maana sisi tunaitwa wafalme wa dunia, kwa sababu tayari tumepewa koloni la dunia kulitawala. Ndio maana kama hakuna mfalme, hakuna ushawishi wa mfalme. Kwa hiyo ndio maana hilo ni muhimu sana kuelewa. Kwa hiyo ufalme wote lazima uwe na kiongozi wa kisiasa anaitwa mfalme. Na unakuwa mfalme ni tofauti na kuwa na rais, ni tofauti kuwa rais. Rais na mfalme ni tofauti. Rais anatawala kwenye nchi za kidemokrasia, republic, umeona? Lakini mfalme anatawala kwenye serikali za kifalme. Kwa hiyo kuna aina za serikali ziko tatu, moja hapo ni democratic government ambayo rais anatawala. Lakini kingdom yenyewe ipo katika autocratic government, serikali inaongozwa na mtu mmoja. Kwa hiyo ndio ufalme ulivyo. Kwa hiyo ufalme ni serikali ya kiautokrasia, umeona, serikali ambayo inaongozwa na mtu mmoja. Kwa hiyo katika ufalme lazima kuwepo kwa mfalme. Unaposema mfalme, maana yake lazima kuwepo kwa himaya maana yake nchi anayotawala mfalme. Huwezi kuwa mfalme bila nchi. Kwa hiyo sifa ya kwanza ni kwamba lazima kuwepo na mfalme, na ndio maana hata ufalme wa mbinguni una mfalme. Tunaona kabisa kwamba yuko Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hawa ni wenye nguvu, watawala, wafalme watatu waliokubali kufanya kazi katika ufalme, katika serikali moja. Ndio maana kwa ujumla wanaitwa Yahweh Elohim. Ndio maana mfalme Yesu pia ni mfalme, Baba ni mfalme, mfalme Roho Mtakatifu pia ni mfalme. Kwa hiyo ndio maana hii ni serikali kabisa. Lakini cha pili, sifa ya pili ya ili nchi iwe ufalme, ili sifa pili ya ufalme ni serikali. Nchi yote ya kifalme lazima iwe na serikali. Hakuna nchi sio na serikali. Kwa nchi yote ya kifalme lazima iwe na serikali. Serikali ni mfumo unaoundwa ili kutawala nchi. It's a system that governs a country. Na ndio maana hata ufalme wa mbinguni una serikali. Kuna serikali mama ambayo Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wanaongoza mifumo yao ya kinchi.
makao makuu na duniani, lakini kuna serikali saidizi local government, umeona, ambayo yenyewe iko duniani huku kwetu, ambao sisi tumepewa mamlaka hayo kama local government. Kwa hiyo ndio maana ufalme wa mbinguni pia una serikali. Lakini pia sifa ya tatu, ufalme wote unakuwa na himaya ya kifalme, inaitwa territory. Unakuwa na real estate, ardhi. Na ufalme wa mbinguni wenyewe una ardhi. Kwa hiyo kwa ujumla falme zote unazoziona duniani zenyewe sio falme kwa sababu hazina ardhi, ila ardhi unaona ya dunia yenyewe ni mali ya ufalme wa mbinguni, kwa sababu wenye nguvu watawala watatu waliamua kuumba mbingu ambao nchi mama na dunia ya kwao. Kwa hiyo dunia na mbingu ni ardhi za ufalme wa mbinguni. Wao ndio pekee yao wenye ardhi. Kwa hiyo ndio maana nchi zote zinaweza kuwa sio ufalme kwa sababu moja kwa moja kwamba hazina ardhi. Ardhi wanaitegemea ardhi ya ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo ndio maana unaona kuna mbingu ardhi ya kwanza na kuna dunia ardhi ya pili. Kwa hiyo ufalme wa mbinguni ndio hasa ufalme kwa sababu wenyewe una ardhi, unamiliki ardhi yote. Na ndio maana hii sifa ya tatu ya ufalme lazima kuwepo na himaya ya kifalme. Kuwa na territory, ardhi. Lakini sifa ya nne ya ufalme ni kwamba ufalme wote lazima uwe na katiba ya ufalme au katiba ya nchi. Umeona? Kwa hiyo mara nyingi tunaposema katiba ni kama ni body of laws, ni mwili wa sheria unaoendesha serikali katika ufalme husika. Na ndio maana katiba ni sheria mama ya nchi, is the mother law of the land. Sasa ni tofauti na katiba ya republic au katiba ya kidemokrasia za republic, kwa sababu zenyewe zinaelezea matakwa ya watu katika nchi yao, lakini ufalme wenyewe ni katiba inayoelezea matakwa ya mfalme kwa raia wake, unaweza kuona. Na ndio maana yenyewe inakuwa ina katiba ya ufalme inakuwa na tunasema wajibu, responsibility, kunakuwa na sheria laws, kunakuwa na rights, haki, privilege, marupurupu ya wananchi ya raia, unaweza kuona. Kwa hiyo ndio maana Biblia ni katiba ya ufalme wa mbinguni, na ndio maana ina satisfy, ndio maana yenyewe inakuwa coded. Unasikia Mwanzo moja zile coding zile za namba ndio hasa katiba zinavyotakiwa kuwa. Ndio maana katiba zote za duniani za nchi zimeiga kwenye Biblia ile coding yake. Kwa hiyo ufalme wa mbinguni una katiba pia, unaona. Lakini kwa hiyo ndio maana nao ni nchi. Sasa sifa ya tano ya ufalme ni kwamba ufalme wote lazima uwe na sheria za ufalme, unakuwa na laws. Sasa tumeona kwamba katiba huwa ina sheria za ufalme. Na sheria za ufalme sio sheria zile au miongozo au taratibu ambayo kama vile tunavyoifikiria, na zenyewe sio sheria ngumu au zimelenga kwa ajili ya kumsubject, kumfanya mtu apate ugumu, apate shida. Hapana, zenyewe ni sheria ambazo zilizotengeneza mipaka ndani ya maisha kwa ajili ya kumfanya huyu mwanadamu kuweza kustawi, aweze kukua, ili uwezo wake uweze kuibuka. Kwa zile sheria za ufalme zimelenga kwa ajili ya kuibua uwezo wa mtu, kwa sababu zimetengenezwa kwa asili yake, yani it's natural laws. Kwa hiyo sio sheria hizi nyingine ambazo zinamfanya mtu awe mnyonge. Zenyewe hizi zimelenga kwa ajili ya kuinua na kuibua uwezo wake na kumfanya aje katika utukufu wake. Ndio maana sheria za ufalme ndio sheria pekee zinazomleta mtu kwenye utukufu wa kifalme kabisa. Kwa hiyo ndio unaanza kuona kwamba kuna utofauti kabisa. Kwa hiyo ndio maana lengo la sheria za ufalme ni ku maximize your design and potential, yani kukupa uwezo mkubwa wa namna ulivyoomba, pamoja na ile nguvu ambayo haijawahi kuonekana kutumika. Na ndio maana ni muhimu sana. Ndio maana mfalme wa mbinguni anaposema usizini, hamaanishi kukuumiza, ila anamaanisha kwamba yeye alikudesign kwa namna ambayo hutaki kuzini. Ukizini maana yake ni kwamba unajiua mwenyewe, yani unajiharibu wewe mwenyewe, you harm yourself. Unaweza kuona anaposema usiibe, maana yake hamaanishi kwamba kutaka kukubana. Maana yake hujadesigniwa wewe kuiba kwa sababu wewe ni mtawala, ni mmiliki. Unaweza kuona kwa hiyo ni sheria zinazokurejeshea uwezo wa mamlaka na nature yako kama mtawala. Ndio maana hizi sheria ni kamilifu, zinaitwa sheria ni kamilifu, sheria zenye uhuru, kwa sababu zinakupeleka kwenye ule ujazo uliokusudiwa. Ndio maana ufalme wa mbinguni nao ni ufalme kwa sababu wenyewe una sheria. Lakini pia ufalme wote huwa unakuwa na raia, citizens, na kila ufalme unakuwa na raia. Mfalme ndio anayeamua nani awe raia. Sasa na ufalme wa mbinguni hivyo una raia. Kule mbinguni yuko Baba, Mwana na Roho Mtakatifu kama watawala, lakini wako raia. Kuna malaika, makerubi na viumbe wengine wengi kwa ajili ya kama raia.
Na ukija hapa duniani, sisi hapa ndio watawala. Raia wetu ni wanyama, mimea yote, wanyama na mimea yote hawa ni raia wetu. Wote hawa ni raia ufalme. Kwa hiyo na sisi kwa ujumla wanadamu ambao tuko duniani, ambao watawala kwa duniani, lakini kule mbinguni sisi pia ni raia pia wa nchi. Kwa hiyo unaweza kuona kitu kama hiyo. Kwa hiyo ufalme wa mbinguni ni ufalme kwa sababu pia una raia. Lakini ufalme pia, sifa 7 ya ufalme. Ufalme zote huwa zinakuwa na haki pamoja na marupurupu, inakuwa na rights na privileges. Kila ufalme huwa unakuwa na rights na privileges. Umeona? Marupurupu ya nchi. Na mara nyingi raia hawa ndio wameelekezewa hayo marupurupu na hizo haki zao, na haki wanazipata baada ya kutembea na sheria za ufalme. Kwa hiyo wanapata marupurupu. Kwa hiyo hilo ndio maana ni muhimu sana. Ukiangalia katiba ya ufalme, Biblia maarufu kama Biblia, yenyewe ina haki pamoja na marupurupu mengi, ahadi nyingi ambazo ziko hai na timilifu. Kwa hiyo ndio maana ufalme wa mbinguni nao ni ufalme kwa sababu pia una haki na marupurupu, na wao ndio wenyewe wa kwanza kabisa katika kuweza kutengeneza hivi vitu vya haki na marupurupu. Lakini ufalme wote una jeshi, na kila ufalme wote unakuwa na jeshi. Sasa mara nyingi haya majeshi kazi yake ni kulinda pamoja na kutetea tuseme raia wa ufalme. Tunashukuru kwamba ufalme wa baba yetu nao pia una jeshi kubwa, ambalo jeshi tena, na sisi sio wanajeshi katika ufalme wa baba yetu. Sisi ni watawala, ila wako wanajeshi ambao ni malaika. Malaika kazi yao ni kutulinda. Kwa hiyo malaika katika ufalme wa baba yetu Yahweh Elohim, wao ndio wanajeshi, ni sehemu ya jeshi ambao lengo lao ni kwa ajili ya kulinda raia. Ndio maana sisi ni wafalme, ni watawala, sio wanajeshi. Wanajeshi ni malaika, kazi yao ni kutulinda, kuweka ulinzi na usalama wa kila kona. Ndio maana jeshi la malaika limesambaa dunia nzima, linatenda kazi. Tangia mfalme Yesu alipewa gharama ya kosa la waini kurejesha ufalme, malaika sasa wanapanda na kushuka, wanafanya kazi duniani kama wanajeshi, hususani kwa wale ambao wenye mtazamo wa ufalme. Kwa hilo ni muhimu sana. Kwa ufalme wa mbinguni una jeshi lisilo la kawaida, na ndio maana hata hizo falme zote zimeiga tu kwa baba yetu. Lakini sifa ya 9 ya ufalme wote, ufalme unakuwa na aina ya uchumi. Kwa hiyo ufalme wote huwa unakuwa na aina ya uchumi unaitwa Commonwealth. Nchi zote za kifalme zina uchumi unaitwa Commonwealth. Kwa hiyo kila ufalme una Commonwealth. Kwa hiyo mfalme ambaye ni mwenye haki na mwaminifu, ambaye ni Yahweh Elohim, wafalme wote walio waaminifu hawajikusanyii mali wao, ila wanakusanya mali kwa ajili ya ustawi wa raia wao. Na ndio baba yetu alivyofanya, ametengeneza mali zote duniani, ameweka kwa ajili ya ustawi wa watoto wake duniani. Kwa hiyo Commonwealth ni aina ya uchumi ambao unatumika katika nchi za kifalme. Kwa hiyo ndio maana hata ufalme wa mbinguni wenyewe una ile Commonwealth ambao na wao ndio waanzilishi wa ile Commonwealth. Hiyo ni muhimu sana kulielewa. Na ndio maana mtu yote anayekuwa ameuamini ufalme, amemwamini mfalme Yesu, akauamini na injili ya ufalme, huwa moja kwa moja utashangaa kila siku anavyozidi kukua katika mafundisho ya elimu ya ufalme, akaujua ufalme pamoja, akatembea na sheria za ufalme, siku hatua kwa hatua anapeleka kwenye ile Commonwealth, anajikuta automatically ameingia kwenye Commonwealth. Lakini pia kingine, ufalme wote huwa unakuwa na tamaduni inaitwa culture. Sasa culture ni total way of life, ni jumla ya maisha yote, inajumlisha kuhusu kila kitu, mambo ya tamaduni, value, maadili, imani, kula kwetu, kuvaa kwetu, mavazi, lugha, ideas, imani, customs, techniques, works, ritual, yani vitu, inajumlisha vitu vyote. Na mara zote lazima tufahamu Adamu na Hawa walitengenezewa hiyo kingdom culture. Na kingdom culture moja hapo ni ya kujua vitu na kuwa na uwezo wa kila kitu kwa viwango vya juu. Ndio maana Adamu kabla hatajapoteza ufalme alikuwa na uwezo wa kufanya vitu vyote. Aliweza kuwapa wanyama bila hata kufundishwa. Ni moja hapo ya tamaduni yetu sisi ni kujifunza vitu bila kujifunza. Yani unakuwa na ule uwezo ujazo ndani, ndio culture yetu. Kwa hiyo ndio maana unakuwa tuna uwezo wa asili ndani mwako. Hiyo ni culture. Culture yetu iko pana sana, tuna vitu vingi sana. Lakini Adamu alipoteza ile culture ya mbinguni baada ya kupoteza ufalme. Lakini mfalme Yesu miaka 2000 iliyopita alikuja kwa ajili ya kuweza kurejesha ile heavenly culture au tamaduni ya mbinguni hapa duniani. Na moja hapo ya tamaduni ya mbinguni ni kwamba umaskini sio tamaduni ya ya ufalme wa mbinguni. Umaskini ni tamaduni ya ufalme wa giza. Ndio maana hutaki kukumbatia kubusu umaskini, kwa sababu sio tamaduni yetu. Kukosa mahitaji sio tamaduni yetu.
kulia, yani vitu vyote tunavyoumizana, kumsema mwenzako, kuumiza wengine, kufanya wengine wasifurahi, hizo sio tamaduni zetu. Sisi tamaduni zetu ni kumwaga furaha, kusababisha wengine wainuke. Wivu sio tamaduni zetu. Sisi tamaduni yetu ni upendo, kuheshimiana, kuinua wengine, wapenda watu kwa gharama yote. Hizo ndio tamaduni za ufalme wa baba yetu. Ziko nyingi kwenye katiba zimeorodheshwa. Kwa hiyo ufalme wa baba yetu una tamaduni kabisa. Lakini cha mwisho kinacho tabia sifa mojawapo ya ufalme ni mahusiano ya kidiplomasia, tunaita diplomatic relations. Ufalme wote lazima uwe na mahusiano ya kidiplomasia, ni uwe na mahusiano na nchi nyingine. Na mara nyingi tunaposema mahusiano ya kidiplomasia ni mahusiano na kuingiliana kati ya nchi fulani na nchi fulani, serikali fulani na serikali fulani. Sasa ufalme wa mbinguni wenyewe uliamua kutengeneza nchi mama ya mbinguni, ukaamua kuwa na nchi za ukaamua kuwa na diplomasia, kuamua kuwa na nchi mtoto kwa ajili ya watoto wake ya dunia. Kwa hiyo dunia na mbingu ni nchi zenye mahusiano, zina diplomatic relationship, kwa sababu nchi mama ya mbinguni na sisi nchi mtoto ya dunia ya ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo watoto wanafanya mahusiano ya kidiplomasia kupitia petition, kupeleka madai ya kisheria kwa baba yao kule mbinguni. Unaweza kuona. Kwa hiyo ndio maana ufalme wa mbinguni pia unafanya diplomatic relations. Kwa hiyo ndio maana hizi sifa zote ni sifa za ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo wengine, falme nyingine zote zimeiga. Kwa hiyo ufalme halisi ndio ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo ufalme sio dini. Kwa hiyo tunaposema dini, sasa dini ni nini? Dini ni kikundi cha watu kilichoamua kuamini kitu fulani. Imani hiyo ikipelekea kuzalisha taratibu na miongozo fulani. Dini haina nguvu ya kumshika mtu kisheria, kwa sababu dini au madhehebu sio serikali wala nchi. Ndio maana dini ni kikundi tu ambacho watu wanaamua kwamba tumeamini, afu wanakutana kwa ajili ya kupeana itikadi na miongozo na mafundisho ya hiyo dini. Na hawana maisha, kwa sababu maisha yao yanaishia kwenye wakishakutana pale, wakiondoka hawana maisha. Dini haina maisha kwa sababu yenyewe wanakutana tu, lakini sehemu nyingi ya maisha unaishi maisha yaliyotengenezwa na serikali ya mbinguni. Kwa hiyo unapochukua miongozo ya kidini alafu ukaishi kwenye dunia hii, maana yake unachanganya maji na mafuta, kwa sababu hutapata matokeo, kwa sababu unaishi kwenye mfumo wa serikali ya ufalme wa mbinguni, alafu unaingiza vikundi vingine ambavyo havina mahusiano wala havina nguvu ya kukupa connection ya kupata maisha yaliyokusudiwa. Maana yake ndio maana unajikuta watu wengi wa dini wanakuwa maskini, wanakuwa waovu, wanafiki. Ndio maana mtu wote wa kidini ukiwakuta wanapenda sana kusemana vibaya, kusengenyana, kukosoana. Yani akikuta mzee ongea anataka kupitia mlemle. Watu wa dini ndio wako hivyo, kwa sababu dini hazina jipya. Zenyewe zinabeba vitu vya watu, lakini sio kwa usahihi, lakini katika uovu. Na ndio maana kwenye dini hakuna maisha, kwa sababu ukiwa kwenye dini unajipa jina la dini, unaenda kwenye mafundisho na kurudi. Kwa hiyo maisha kuna, kwa sababu dini haina maisha wala haina sehemu ya kuishi, ila yenyewe ni mafundisho ya kikundi tu. Ila maisha unajikuta upo kwenye dunia ambayo ilidesigniwa na serikali ya ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo ndio maana dini haina mfalme. Kwenye dini haina ardhi, haina himaya ya kifalme. Dini haina katiba ya nchi, yenyewe ina katiba ya vikundi vya kidini ili serikali wasajilie. Dini haina sheria za nchi. Dini haina raia, yenyewe ina washirika. Ndio maana unaposikia raia wa ufalme, maana yake ni mtu yuko kisheria kabisa, ambaye amezaliwa kwenye nchi. Kwa hiyo ndio maana ufalme wa mbinguni watu wanazaliwa kwenye nchi tangu kuwekwa msingi wa ulimwengu, kwa sababu unapozaliwa kwenye nchi wewe ni raia wa hiyo nchi kisheria kabisa. Unaweza kuona kitu kama hiyo. Kwa hiyo unakuwa wewe ni raia kisheria kabisa. Hilo ni muhimu sana kulielewa. Kwa hiyo unakuwa wewe ni raia kisheria, unakuwa umezaliwa kwenye hiyo nchi. Hilo ni muhimu sana. Kwa hiyo unaposema raia wa ufalme, hapa tunamaanisha ni raia ambaye umekuwa legally bound kisheria ndani ya nchi. Yani umezaliwa ndani ya nchi. Na uwezi kusema mimi leo Mtanzania, kesho ni sio Mtanzania. Haipo. Unapokuwa raia wa ufalme kwa asili, mara zote wewe ni raia kwa asili. Maana yake ni kwamba huwezi kusema mimi, kwa sababu raia huwezi kusema mimi nakana uraia au natoka sisiwe raia. Hapana. Raia ni mtu ambaye yuko legally bound, ameshikwa kisheria. Lakini ushirika wa kwenye dini ni kitu ambacho unaamua leo ingie, kesho unaondoka, kesho kuta unarudi, kesho kuta unaondoka. Hakuna kushtaki, kwa sababu dini sio kitu cha kisheria. Lakini unapokuwa raia, maana yake unakuwa umeingizwa kwenye nchi kisheria, na uwezo ukasema leo mimi sio Mtanzania, naondoka nchi. Utaenda wapi? Kwa sababu umezaliwa kwenye hiyo nchi. Kwa hiyo ndio maana ufalme una raia, lakini dini zina washirika, zina members. Lakini dini huwa hazina haki wala marupurupu ya nchi, kwa sababu hazina maisha. Ndio maana uwezo kukaa kwenye dini ukadai marupurupu ya dini,
Ukikaa kwenye kikundi utatoa hela zako, utastawisha dini na dini itastawi, wewe utakuwa mtumwa, lakini huwezi kudai mali kwa sababu dini haitoi maisha, haitoi haki wala haitoi marupurupu. Ndio maana usipoteze muda kwenye dini wala madhehebu, unapoteza muda wako, kwa sababu kule hutapata rights zozote wala hutapata privileges zozote zaidi ya kupoteza muda na kupoteza pesa zako. Wekeza pesa yako kwenye kingdom, wekeza kwenye ufalme, kwenye nchi ambao utapata rights, utapata haki na marupurupu. Lakini dini hazina jeshi, dini hazina jeshi wala hazina askari. Dini zinajipendekeza kwenye viongozi wa serikali, lakini zenyewe hazina jeshi wala serikali. Dini hazina uchumi. Ndio maana ukiwa kwenye dini utakuwa maskini tu. Kwa sababu gani? Kwa sababu unaishi kwenye dunia ambayo imedesigniwa na serikali ya ufalme, alafu unakaa kwenye kikundi ambacho hakikupi connection na hiyo dunia. Maana yake ni kwamba utateseka, utakuwa maskini. Dini hazina uchumi. Dini hazina tamaduni. Kwa sababu dini hazina tamaduni, kwa sababu hazina maisha. Dini unakusanyika tu, mnafundishwa afu mnaondoka. Kwa hiyo hamna tamaduni. Ndio maana tamaduni nyingi sana za dini zinakopi nchi husika. Ukisikia dini ya Kiislamu imekopi tamaduni za Waarabu, ukisikia dini ya Kikristo imekopi tamaduni za watu ambao ni wazungu. Unaona? Kwa hiyo kila dini inakopi tamaduni za nchi fulani. Hivyo ndivyo ilivyo. Lakini dini hazina mahusiano ya kidiplomasia kwa sababu zenyewe sio nchi, lakini dini pia hazina serikali. Kwa hiyo hiyo ni muhimu sana kuelewa. Kwa hiyo mtu anayekaa kwenye nchi fulani anakuwa yuko salama sana zaidi ya mtu aliye ndani ya nchi akakaa kwenye dini na madhehebu. Lakini mtu aliye ndani ya nchi akiwa ndani ya ufalme atapata kila kitu kwenye nchi, kwa sababu ufalme wa mbinguni una mahusiano ya kidiplomasia na dunia katika nchi mbalimbali. Ndio maana watu walikwepa dini na madhehebu na wapo kwenye nchi wana maisha makubwa sana. Ndio maana ukiwa huna dini duniani lakini ukaamua kukaa kwenye dunia hii, kwenye nchi yote ukaamua kufanya kazi kwa bidii, utapata maisha. Umeona? Lakini ukikaa kwenye dini ukaamua kufanya, yani dini uweze, dunia ya kuruhusu ukafanya kazi kwa bidii ukawa tajiri. Sasa kwa hiyo maana kwenye nchi, kuna nchi za kawaida hizi kunakuwa salama kuliko kujiunga kwenye dini. Lakini ukishaka kwenye nchi ukajiunga na ufalme pia wa mbinguni ambao wenyewe umeumba hiyo nchi, maana yake utakuwa na advantage kubwa sana ya kufanikiwa kwa viwango vya juu sana. Hilo ni muhimu sana kulielewa na litakusaidia sana. Naitwa Dr. Gunewe. Serikali ya mbinguni imbariki kila mmoja anayechukua hatua kuachana na dini na madhehebu ili kuweza kuingia kwenye nchi, ili uweze kupata marupurupu ya nchi na uweze jeshi la nchi liweze kukulinda, lakini uchumi wa nchi wa Commonwealth wa ufalme uweze kukufikia na ukawa na maisha ambayo umekusudiwa tangu kwa msingi wa ulimwengu. Asante. Serikali ya mbinguni iwabariki sana.